Chadema Kanda ya Kati ina taarifa na ushahidi wa awali unaojumuisha vielelezo vya picha, video na mawasiliano ambayo ni sambamba na miamala iliyotumwa kutoka kwa hawa wanachama wa chama cha kikaragosi kwenda kwa wanachadema. Wako wanachadema wengi ambao wamepokea fedha na ushahidi huo tutauweka hadharani, lakini kwa sasa tumeweza kwenda kukabidhi vielelezo kwa mwanasheria mkuu wa chama ili waweze kupitia kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Kwa maana hiyo, ushahidi tunao mezani wa mawasiliano kwa maana ya namba zinazotumika kuwapigia Watanzania, hususan viongozi wa majimbo ya ndani ya kanda hii, hasa mkoa wa Morogoro. Wengine wamepokea fedha na hawajaitika wito. Na kinachosikitisha, waandishi wa habari, hili naomba mliweke bayana, hawa watu hawaongelei kwao. Hawa watu wanatumiwa nauli, wanaenda kuwekwa kwenye store huko Dar es Salaam. Wote wanarekodiwa kwenye eneo moja. Kwa hiyo ushahidi huo tumeupata baada ya kuwa kuna ambao wengi tu waliogoma kuitika kwenda huko, lakini walipewa location kwamba ukifika Dar es Salaam utapokelewa na utapelekwa mahali fulani. Na ushahidi mwingine mmeuona kwenye vyombo vya habari, ambaye tumemsimamisha juzi katibu wa chama mkoa wa Morogoro, alipoongelea ni sambamba na alipoongelea na mwenyekiti wa wilaya ya Kilindi. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba huu ni mradi ambao mdhamini wake ni hao watawala haramu. Wanaamua kudhoofisha chama ambacho kinapigania haki za Watanzania, chama ambacho kimesimama na Watanzania kuhakikisha changamoto ambazo zinawaandama Watanzania zinatatuliwa, ikiwemo na uhuru wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa bahati mbaya, Kanda ya Kati imeathirika na mwenendo huu. Kufikia sasa tuna viongozi wawili wa chama wamehusishwa na vitendo vinavyokiuka katiba. Kuna waandishi wa habari wengi mmenipigia simu, kwa sababu kanda yangu imekuwa ni sehemu ya kanda ambayo imeathirika, kwamba kwa nini mnachukua hatua, hususan pale hatua tulomchukulia katibu wa mkoa, kwamba kwa nini mmechukua hatua kwamba jieleze, chama chenu si mnajinasibu kwamba ni cha demokrasia. Ninawaambeni, niwaambie Watanzania, hakuna taasisi inayoendeshwa bila kuwa na katiba. Taasisi yoyote, hata vikundi vya vikoba vinayo katiba. Chadema ina katiba hii hapa ambayo ni mwongozo wa shughuli zote, nidhamu na kila kitu. Chama chetu hakizuii mtu kutoa maoni. Naomba niwawekee bayana hii kitu. Chama chetu hakiwekei kinga kiongozi wa ngazi yoyote kwamba akikosea atetewe. Hapana. Hata sisi Kanda ya Kati tuko hapa si kwa sababu ya kutetea kile kinachoendelea, bali mimi kama mtendaji mkuu wa chama Kanda ya Kati ninakuja kuwaasa viongozi wenzangu, kama kuna jambo, niwakumbushe tu kwenye hii katiba, kwenye kipengele cha kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema kinasema hivi, kuna kipengele kinasema hivi: kama kuna tuhuma zozote zilizopo kwa kiongozi, tunaruhusiwa kutoa maoni yetu au kuongea masuala ya tuhuma kwenye vikao vya ndani, sio kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa wale walioniuliza kwamba kwa nini mmempa barua ya kujieleza na kusimamishwa kwa kiongozi wa chama mkoa wa Morogoro, ni kwa sababu alikiuka katiba yetu. Katiba yetu inakataa kuongea masuala ambayo ni ya ndani ukayapeleka nje hadi uwe unaidhini kama inapaswa kuongea nje. Lakini shutuma imekatazwa kwenye katiba kwamba kama una shutuma dhidi ya kiongozi haupaswi kwenda kuisema nje, bali kwenye vikao, na chama ndo kitakachochukua hatua kuweza kutoa adhabu dhidi ya huyo mtu.
Lakini katiba hii ya Chadema inakataa kukichafua chama au kushutumu chama, kukisema vibaya hadharani au kiongozi, kwa sababu haujafuata ngazi za kusema ndani ya vikao. Kwa kiongozi wa ngazi yoyote akifanya kosa, unachukua maelezo au maandishi, unambatanisha na vielelezo vya ushahidi, unapeleka ngazi husika. Wanachama au viongozi au wajumbe wa hicho kikao watamjadili huyo mtu. Itakapolazimika ataitwa, atajitetea. Shutuma yoyote ambayo imedhihirika kuwa hatia huwa inawekwa hadharani, na kama kungekuwa kuna kitu kama hicho, katibu mkuu alivyoongea na vyombo vya habari angeweka hadharani, kwa sababu hakuna mkubwa kuliko chama. Chama chetu ni kikubwa kuliko mtu yoyote. Kama sheria inavyosema, kama katiba ya nchi inavyosema, hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Hata sisi kwenye chama chetu hakuna mkubwa kuliko katiba yetu. Katika hali isiyo ya kawaida, viongozi hao wawili baada ya kuwa wamejitokeza, tumeweza kuchukua hatua za awali kwa kiongozi ambaye ni katibu wa mkoa wa Morogoro, lakini pia huyu mzee wetu mzee Akwilini Magarambula ambaye naye juzi ameonekana kwenye vyombo vya habari, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanda, ngazi yake ya nidhamu iko taifa. Mchakato wa kumchukulia hatua unaendelea. Hakuna mtu atakayevunja katiba tukakaa kimya. Hatutaruhusu watu wavunje katiba, na ndio maana tumekuja leo kuambia Watanzania, kama kuna dukuduku la aina yoyote dhidi ya viongozi wetu wa ngazi yoyote, tufate taratibu ambazo zimewekwa. Katiba ya Chadema inamtaka kila kiongozi na mwanachama kuheshimu maamuzi ya chama, kulinda siri za chama, kutunza umoja na mshikamano wa chama, kutumia mifumo ya ndani ya chama kushughulikia malalamiko au tuhuma zozote dhidi ya viongozi. Kitendo cha kukimbilia kwenye vyombo vya habari badala ya kutumia taratibu zilizowekwa na chama ni ukiukwaji wa misingi hiyo. Ndicho kilichopelekea hawa viongozi waanzishiwe mchakato wa kinidhamu. Kwa hiyo viongozi wenzangu wa Chadema, wanachama wa Chadema, tunawaomba katiba ifuatwe tunaposhughulikia shutuma ya aina yoyote. Aidha, Chadema kanda ya kati tunatoa onyo kwa mujibu wa kikundi chochote kinachojihusisha na mpango wa kurubuni viongozi wa Chadema kwa kusambaza taarifa za uongo na kushiriki katika njama za kudhoofisha chama, kwamba hatua zote za kikatiba na za kisheria zitachukuliwa dhidi ya hayo makundi, yawe ni makundi ya ndani ya chama au nje ya chama. Ndio maana nimewaambia waandishi wa habari, tunavyo vielelezo vya haya makundi ya nje ya chama ambayo yanaratibu huu mradi, na tumeshawasilisha kwa mwanasheria mkuu wa chama kwa ajili ya utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo Chadema hatujakaa kimya, tutashughulika nao. Tunatoa wito kwa wanachama nchini kuendelea kuwa watulivu, kupuuzia haya matukio ya kugawanya Watanzania. Hawagawanyi Chadema, wanatutoa katika msingi wa kuipigania katiba mpya itakayoleta suluhu ya tume huru, suluhu ajira kwa vijana, suluhu ya kuondoa umasikini na hizi kodi ambazo zimekuwa ni nyingi, ugumu wa maisha, suluhu ya vitisho, suluhu ya watu kufungwa, haki haipo, ukikosoa unawekwa ndani. Wanatuondoa kwenye leli ya kupigania damu ya ndugu zetu iliyomwagika tarehe 29. Wanataka kutudhoofisha ili Chadema ifungwe au ifutwe ili waweze kuingia kwenye maridhiano na vyama ambavyo vinawasapoti. Ndugu wa Tanzania,
Sisi Chadema tumedhamiria bega kwa bega tutakuwa na Watanzania katika kupigania haki za ndugu zetu waliopoteza maisha katika uchafuzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Lakini pia tutaendelea kupigania haki ya ndugu zetu waliopotezwa, tusiojua wako wapi, wako hai au wamekufa. Hawataki tuongelee hayo masuala, ndio maana wanatutoa kwenye leli. Hawataki tuandamane tudai haki zetu, ndio maana wanatutisha, wanatufungia ndani. Sisi Chadema tutaendelea kuipigania nchi hii. Wapuuzieni wote na mikakati yao. Narudia tena, wapuuzieni wote na mikakati yao. Walianza na udini, wakataka kututenga na udini. Watanzania mkasanuka mkasema tuko wamoja wa Tanzania. Wakaja na swala jingine pia la mtumishi wa Mungu wa dhehebu la Katoliki. Baada ya kuwa anaongelea mambo ya haki, alifanyiwa jaribio la kuuliwa. Hakuna chama chochote kilichosimama kuongelea habari ya kuuliwa kwa yule padri zaidi ya Chadema. Walivyoona jaribio la kumuua limeshindikana, wakaja na swala la ukatoliki feki, kwamba Wakatoliki hawakubaliani na mienendo ya huyo padri, kwamba wanaenda kumshtaki Vatican. Mnaweza mkaoanisha hayo matukio. Na sasa wamekuja na tukio la kwamba Heche kala fedha. Heche sio mtunza fedha ya chama kwa mujibu wa katiba yetu. Heche hahusiki na masuala ya fedha ya chama, hahusiki kabisa. Secretariat chini ya uongozi wa katibu mkuu ndio kuna vitengo vya fedha. Kama kuna fedha yote ya chama, wakulaumiwa sio mwenyekiti wala makamu mwenyekiti. Hawahusiki na masuala ya fedha. Kinachoendelea ni kudhoofisha msimamo uliopo. Na mwisho, kanda ya kati, tunahitaji kumwona mwenyekiti wetu yuko uraiani. Watanzania, mmeona Jumuiya ya Madola imetoa siku, inaungana na Watanzania kumpigania Tundu Lissu. Tunamhitaji Tundu Lissu arudi uraiani, kwa sababu hadi leo hii tunaweza tukasema mahakama imekuwa ikichechemea kuweka bayana haki iliyopo baina ya mwenyekiti wetu wa chama taifa. Tunamhitaji arudi uraiani. Tunamhitaji mwenyekiti Antipas Tundu Lissu aje uraiani, kwa sababu sio mhaini. Niwakumbushe Watanzania, Tundu Lissu yule alishafanyiwa jaribio la kuuliwa na serikali ilikaa kimya. Hadi leo tangu 2017 hatujawahi kupata, miaka 9 sasa, hatujawahi kupata ushahidi wa nani alimpiga risasi 30 na mwilini. Lakini pia hatujawahi kuona Chama cha Mapinduzi kikilaani hicho kitendo, kama ambavyo vitendo vya mauaji tarehe 29 ambavyo vyama vingine havikusema, na kikiwemo chama tawala. Leo hii alivyoanza kupigania uhuru wa kiuchaguzi, pawepo na mifumo huru ya kiuchaguzi, alibambikiziwa kesi ya uhaini ambayo hukumu yake ukikutwa na hatia ni kunyongwa. Sisi Chadema na Watanzania kwa pamoja tusikae kimya. Lazima tupiganie uhai na haki yake ya kuishi mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo niongea na hawa wanaotuma vikaragosi, naongea na hawa wanaowatuma vikaragosi. Huu mradi ambao unatengeneza wa kuidhoofisha Chadema kwa kutafuta shutuma dhidi ya viongozi wetu wa Chadema, kama mlivyomkamata Lissu mkamweka ndani, mkidhamilia mahesabu yenu yamekamilika kwamba Chadema inaenda kufa, niwape pole. Hata mkimchafua Heche hatochafuka. Kwanza kabisa, kuna tafsiri imejitokeza kwenye kanda ya kati kwamba wazee labda walikuwa wamekula njama. Kuna hujuma zinatembea kwenye mtandao. Hizi hujuma ambazo amezitoa mwenyekiti wa kanda ambaye ndio mwenyekiti wangu mimi, hili jambo halina ushauri wowote wala hatujaongea sehemu yoyote. Nikanushe kwamba hili si kweli, ni hujuma inayotoka nje ya chama
haihusiani na kanda wala si baraza la wazee. Kanda zote 10 za Tanzania wala hatujajadiliana. Tulifanya mkutano juzi tu tarehe 22, 23 mpaka 24 tulikuwa Singida. Lakini haya mambo tumejadiliana kwa uzuri kwa ajili ya kujenga baraza letu. Mimi niombe kitu mmoja kwa Tanzania. Msidanganyike. Msidanganywe na hizi lugha mbalimbali. Hawa ni watafuta vyeo. Sisi Chadema hatuhitaji vyeo vya kupewa bure. Tunatafuta kwa jasho na damu. Niombe kwa Watanzania kwamba kilichotokea, yani wala hamna haja kuyasikiliza na msiwasikilize. Ni upotovu wa tamaa za watu. Kuna kitu kinatembea ambacho sitofahamu wala siwezi kutoa ushahidi kwamba ingawaje kuna watu wanatoa na wale ambao wamekosa vyeo kwa Chadema wanaihujumu nchi na wanahujumu chama. Tafsiri ya kumhujumu mwenyekiti wangu, makamu mwenyekiti, mimi ni waombe wa Tanzania, wana nia njema, wana hamu ya kuendeleza Chadema. Lakini hawa wanaohangaika kama wanahitaji waje wajisajili Chadema, tunawapokea, lakini hatuwapokei watu wenye nia mbaya. Niwaombe sana wa Tanzania, naomba mimi mnisikilize kwamba mimi ndio ninasimamia zile hazina, hekima na busara. Ninaomba Watanzania kwamba hii kitu kingine, hizi hazina, hekima na busara huwa tunataka tuzitumie kama wazee. Tusije tukashawishika na vitu vidogo ambavyo havitusaidii mahali popote. Niwaombe kwa ajili ya kujenga nidhamu. Hii kilichotokea kwa mwenyekiti wangu, mimi naomba niwakanushe kwamba haipo kwetu kwenye baraza la wazee kanda, hata kwenye mikoa yote ya Singida, Dodoma na Morogoro. Hakuna kitu chochote. Huu ni usaliti. Usaliti huu, namna ya kudhibiti, kuna taratibu zitachukuliwa na si ngazi yangu, wala itakuwa ni ngazi ya juu inayohusika. Wanaojua katiba wataisoma. Msituwekee mitego ya aina yenu mnayotamani kwamba kuihujumu Chadema. Chadema ni mpango wa Mungu. Hamwezi kuihujumu na hamwezi kuhujumu Chadema na hamwezi kumhujumu kwamba John Heche kwamba anaweza katumia. Watanzania wanasema ale hela, wao wenyewe wanatoa hela hizo wanazotoa, wala hakuna aliyetoa na aliyesema kwamba kuna hela yake ametoa imeliwa na mwenyekiti, makamu mwenyekiti. Hivi kama wewe unahitaji hela na wewe uingia kwenye media sema nataka hela, watakusaidia Watanzania. Naomba kitu kingine ambacho kinahusiana na nchi kumshikilia mwenyekiti wangu gereza, mtu kukaa mwaka mzima. Nasikitika kweli, kama kweli wao hawaogopi kitu chochote, serikali hii kama haiogopi kitu chochote, wamwachie Lissu. Kwani mnaogopa nini kwa Lissu? Kwa nini mnamuumiza hivi? Samia, wewe mama, uchungu wa miezi 9 watoto hujazaa. Kama umezaa, monee mwenzako. Wewe ulipoingia madarakani ulikuwa umesema mambo mazuri sana. Kama ile nia ulikuwa nayo, naomba mwachie Lissu. Naomba umwachie Lissu. Na sio ni tamko la wazee kanda ya kati, mwachie Lissu. Ndani ya siku 10 mimi nafikiri itaisha. Nadhani baada ya tamko langu hili utamwachia Lissu na atakuwa huru. Niwaombe wa Tanzania pia tusali, tumwombee Lissu aweze kukaa gerezani kwa kuweza kwa mikiki na kumwombea ili apate nguvu ya kushinda gereza.